Taarifa ya kina ambayo tumepata kwa njia ya kipekee imeanika matukio ya usiku wa tarehe 7 Juni mwaka huu, usiku ambao mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang alifariki akiwa kizuizini katika kituo cha Central hapa Nairobi. Katika taarifa yake ya kushtua iliyotolewa kwa wachunguzi wa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA, James Mukwana, ambaye kwa sasa anazuiliwa, anamlaumu moja kwa moja mkuu wa kituo cha Central OCS Samson Talam kwa kumpa maagizo ya kumwadhibu Ojwang, akidai maagizo hayo yalitoka kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat. Hii ni licha ya OCS Talam kujitenga hadharani na tuhuma hizo za mauaji. Katika maelezo yake, Mukwana anasema aliitwa ofisini kwa Talam na naibu wake Samuel Ng'ang'a wakati wa zamu yake na kupewa maagizo, akielezwa kuwa nikimnukuu, kuna maelekezo kutoka kwa DIG Lagat, kuna mshukiwa analetwa na DCI saa 2 usiku, utaambia mahabusu amshughulikie kidogo. Alipouliza itakuwaje mambo yakiharibika, alielezwa asitie shaka kwani yeye ni afisa wa cheo cha chini na hana budi kutii. Ukikataa unaweza kujipata matatani, huwezi kataa amri ya mkubwa. Mukwana anaeleza kuwa mnamo saa 3 usiku, gari aina ya Subaru nyeusi liliwasili kituoni likiwa na mtu aliyewekwa pingu, ambaye baadaye alithibitishwa kuwa ni Albert Ojwang. Alimpigia simu OCS Talam ambaye alithibitisha kuwa huyo ndiye mshukiwa aliyepaswa kuadhibiwa. Saa 3:20 usiku, Ojwang alisajiliwa rasmi kama habusu, na muda mfupi baadaye mateso yakaanza katika seli ya mwisho iliyo kando na vyoo. Mukwana anasema alipigwa na wenzake wanne: Collins Ireri, Jill Amiton, Brian Mwaniki na Eric Ndambuki, ambao tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Anadai aliposikia kelele na vilio kutoka seli hiyo, alikimbia kuingilia kati akiwa na afisa Kemani. Walimpata Ojwang akitokwa damu mdomoni, akiwa ameketi chini na kulala ukutani akionekana vibaya. Saa 4 usiku alimwagiza naibu OCS Inspector Ng'ang'a ampeleke Ojwang hospitalini kabla yeye hajarejea nyumbani. Siku iliyofuata tarehe 8 Juni, Mukwana anasema alipokea simu nyingi kutoka kwa maafisa wenzake wakimuuliza kama amesikia yaliyompata Ojwang. Alipopiga simu kwa Ng'ang'a, alielekezwa amuulize OCS. OCS alipokea simu na kumwambia vitu si mbaya, tuko salama. Lakini ilipofika tarehe 11 Juni, Mukwana aliitwa na IPOA kuandika taarifa rasmi. Anakiri kuwa alitoa maelezo ya uongo, akiamini kuwa walikubaliana kuficha ukweli. Baadaye aligundua kuwa maafisa wenzake walimtelekeza na kumtupia lawama peke yake. Tarehe 12 Juni, akiwa amesumbuliwa na dhamira, alirudi kwa hiari katika ofisi za IPOA na kuomba kuandika upya taarifa. Mara moja alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill, ambako alikiri ukweli wote. Katika hitimisho lake, Mukwana anasema Ojwang hakuwa anafaa kuuawa, ilikuwa ni kumwadhibu. Agizo kutoka kwa OCS Talam, ambaye pia alipokea agizo kutoka kwa DIG Lagat. Pole kwa familia, Mungu awafariji. Kanda hii ya CCTV katika hospitali ya Mbagathi inapata gari la polisi likiingia ndani ya hospitali polepole. Saa 7:35 usiku wa manane, tarehe 8 mwezi huu, maafisa 3 wa polisi wakikaa mbele ya gari wakishuka. Wawili wanasimama kando na kuanza kujadiliana na kuondoka kwa mwendo wa aste aste, wakifuatwa na mwenzao. Nyuma ya gari hilo, marehemu Albert Ojwang anasalia bila ya kuangaliwa na yeyote. Shughuli iliyopaswa kuwa ya dharura ikionekana kujikokota licha ya maafisa hao kufikisha Ojwang, waliyedai alikuwa na majeraha mabaya. Picha za ndani zinawaonyesha maafisa hao wakienda kuzungumza na wauguzi ndani ya hospitali. Dakika 2 baadaye, wanaondoka nje ambako CCTV inanakili wakizungumza na simu. Wanarudi tena ndani na kuondoka nje tena. Wakati huu wote mmoja wa maafisa hao akizungumza kwenye simu. Baada ya dakika 10 hivi, mwendo wa saa 7:46 usiku huo, maafisa hao 3 wanaonekana wakitoka ndani ya hospitali na machela ya kumbeba Ojwang. Kwa dakika zingine 10, wanajitayarisha kumuondoa Ojwang ndani ya gari la polisi, wakiitisha usaidizi wa mlinzi wa hospitali. Takriban dakika 24 baada ya kufikishwa,
ndipo anaingizwa ndani ya hospitali. Hapa wanampeleka sehemu ya wagonjwa wa dharura ambako kwa dakika 10 walisalia ndani. Saa 8:10 maafisa hao wanaondoka na mwili wa Ojwang baada ya hospitali kudhibitisha alifikishwa akiwa tayari amefariki. Mwendo wa saa 8:15 usiku wa manane, gari la polisi linaondoka hospitali ya Mbagathi ikiwa imebeba mwili wa Ojwang. Kanda hii ikiwiana na ripoti ya hospitali ya Mbagathi iliyosema Ojwang akifikishwa alikuwa tayari amefariki, kwani alikuwa na majeraha mabaya na mwili ulikuwa baridi. Kanda pia imedhibitisha, kando na polisi kusema alipelekwa hospitalini saa 7:39, marehemu Ojwang aliwasili saa 7:35 na kupelekwa ndani ya hospitali zaidi ya dakika 24 baadaye. Matukio yanayoibua maswali chungu nzima na kudhihirisha wazi huenda Ojwang alifariki mikononi mwa polisi katika kituo cha Central. You said around 3. You read exactly what you said. I've not indicated the time. That's I'm asking. Yes. It is not indicated when the DCI officers are arrested. Yes. Where did they arrest? At the DCI headquarters. And the nota Eldoret No, Your Honor. found that the accused was not arrested at Eldoret. The respondent. According to the officers who handed over me to Mr. Talam, the officers informed me that they arrested him at the DCI headquarters. I'm putting to you that IPOA released a false information to the public that he was arrested in Eldoret en route to escape to Uganda. That is not in my affidavit. I'm saying what is in social media is that the respondent... Your Honor, I can only answer what is in on this affidavit. Sorry, Your Honor. Yes. Yes. Let's proceed on the question of arrest. Are you aware the Director of Criminal Investigation, my friend Mr. Mohammed Amin, said the respondent is a person of interest? That is not in my affidavit. That's why I said, are you aware? If you are not aware, you are not aware. Counsel, please ask me what is on this affidavit. I'm not going to, Your Honor, I'm not going to answer anything outside the affidavit. I put it to you that based on the DCI mentioning the respondent, on that day at 2 p.m., he presented himself to the DCI headquarters in the presence of his advocate, Juan Keton. Were you aware of that? If you said so. Thank you. Put it to you. And the DCI authorized these officers together with the advocate to present the respondent to IPOA headquarters. Your Honor, we have said time and again. I'm putting it to you. No, please, you don't need to answer. Please answer me ask me what is in my affidavit. Let's stop charges, Counsel. Counsel, I've only put it to you, I've not asked you the question. Is it in my affidavit? The question I'm asking to you is it in my affidavit? The answer is no. Of the court, I'm putting to you, then I'll ask you where you are saying you are arrested. Your Honor, I will decline to answer anything which is not in my affidavit. I've not asked. Then please ask. I put it to you that the officers handed over the respondent to IPOA in the presence of Mr. Keton. As I put it to you, for the record purposes. Samson Talam was brought to IPOA head office by DCI officers. And he did record a statement at IPOA in the presence of his advocate, Juan Kiprono. Who is it? Is that in my affidavit? I'm putting it to you, counsel. You are a counsel. When it's a question, I'll ask you a question. I'm only putting to you for knowledge purposes. So now, if those are the facts, look at the paragraph you said he was arrested.
Paragraph 7. Now I'll ask you questions from there. Read. I have read and read. What is the question, please? It's a long day. No, it's a long day, yeah? It's okay. It's okay. The state is rich, it can bring water. Yes. For both of us and council. It's a long day. Can you confirm that paragraph 7 is not true, that he was arrested by the DCI officers? The respondent was arrested by DCI officers after he presented himself and brought to IPOA. Do you have any evidence material to that effect? I've given you the scenario the way it was. No. The fact that he was brought under the escort of DCI officers means he was arrested and brought to IPOA office. The court has taken that. Let's go further. Sorry, Your Honor, I think this may be my last objection. We hope that counsel is not proposing to court that he has an alternative set of facts which the court should take note of, because counsel is not a witness. If he wants to give us his alternative facts, we would expect an affidavit so that we also put him on a dock and cross-examine him. Until then, the only factual matters we have is the one given by the witness before. The only way to prove falsehoods is by bringing facts that are truthful. The affidavit is full of falsehoods. We are putting exactly the scenario, and your witness has not recounted any. Sorry. Your Honor, I am a believer on the law and procedure. What I understand by the law of affidavits is that a person cannot give us factual matters, especially a lawyer or an advocate, from the bar. Right now, we have affidavit evidence given by this officer. We are having an alternative set of facts, which may be true. We have no reason to doubt it. But until we have an affidavit, all that is telling us is, I put it to you. And we hope it does not go to evidence.